Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Mei 2. Somo lisemalo Mungu mkombozi wetu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine ulotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Wafilipi 2:6. Yesu Kristo hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, kwa sababu ni uungu pekee ambao ungeweza kuwa na ufanisi katika urejeshaji wa mwanadamu kutoka kwenye jeraha la sumu la nyoka. Mungu mwenyewe katika mwanawe pekee alitwaa asili ya binadamu, na katika udhaifu wa asili ya mwanadamu alidumisha tabia ya Mungu. Akaithibitisha sheria yake takatifu katika kila jambo, na akakubali hukumu ya ghadhabu na kifo kwa ajili ya wana wa wanadamu. Wazo la pekee sana hili. Yeye ambaye alikuwa mmoja na Baba kabla ya ulimwengu kuumbwa, alihurumia ulimwengu uliopotea na kuharibiwa na dhambi, hata akatoa maisha yake kuwa fidia kwa ajili yake. Yeye ambaye alikuwa ni mng'ao wa utukufu wa Baba, mwonekano dhahiri wa nafsi yake, alibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, akiteseka kwa adhabu ya makosa ya mwanadamu mpaka haki ilipotimizwa na kutohitaji zaidi. Ni ukombozi mkuu jinsi gani ambao umefanywa kwa ajili yetu. Inapendeza sana kwamba mwana wa Mungu alikufa kifo cha msalaba cha kikatili ili kutuletea uzima na umilele kwa njia ya kumwamini Yesu. Hili fumbo la ajabu, namna Mungu anavyokuwa mwenye haki na bado akawa mwenye kuwahesabia haki wenye dhambi, liko nje ya uwezo wa uelewa wetu. Kadiri tunavyojaribu kuelewa hili, linapanuka na kuzidi uelewa wetu. Tunapotazama kwa jicho la imani juu ya msalaba wa Kalvari na kuona dhambi zetu zikiwekwa juu ya mhanga anayening'inia katika udhaifu na fedhea pale, tunapofahamu ukweli kwamba huyu ni Mungu, Baba wa milele, Mfalme wa amani, tunaongozwa kutangaza,
Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Mwanadamu atakapoweza kupima tabia iliyotukuka ya Bwana wa majeshi na kutofautisha kati ya Mungu wa milele na mwanadamu mwenye ukomo, atajua jinsi ilivyo kubwa kafara ya Mungu ili kumleta mwanadamu kutoka kule alikoangukia kwa ajili ya utii, ili kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Uungu wa Yesu ni uhakikisho wa uzima wa milele. Yeye, mbeba dhambi ya ulimwengu, ni njia yetu pekee ya upatanisho na Mungu mtakatifu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo Mungu mkombozi wetu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo uzuri uliotupatia. Asante kwa kutukumbusha gharama ya wokovu uliotupatia. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi